Fungue wa Korinto wa pili sura ile ya 4. Sitaki kuchukua muda mrefu sana kwa sababu pia nazingatia mambo ya muhimu katikati ya watu, pia kila kitu na kiasi chake. Wa Korinto wa pili sura ya 4, hasa labda tuanzie mstari wa 7. Ni mstari mingi kidogo mpaka ule wa 17, lakini nitasoma haraka haraka kidogo ili at least upate kupata picha nzima ilivyo. Biblia inasema hivi: lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Pande zote twadhikika, bali hatusongwi; twaona shaka, bali hatukati tamaa; twaudhiwa, bali hatuachi; twatupwa chini, bali hatuangamizwi. Siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Kwa maana sisi tulio hai siku zote twatolewa tufe kwa ajili ya Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu ipatikanayo na mauti. Basi hapo mauti hufanya kazi ndani yetu, bali uzima ndani yenu. Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi tuamini na kwa sababu hiyo twanena, tukijua ya kwamba yeye aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua sisi nasi pamoja na Yesu, na kutuhudhurisha pamoja nanyi. Kwa maana mambo yote ni kwa ajili yenu, ili neema hiyo ikiongezwa sana kwa hao walio wengi, shukrani zidishwe na Mungu atukuzwe. Mstari wa 16 ambao hasa ndio kiini cha ujumbe wetu wa leo. Na kwa hiyo hatufanye nini? Hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Tunafurahia kwa mwaka mpya, haleluya, tumeingia mwaka mpya, Bwana jina lako libarikiwe, asante. Lakini unazeeka. Sio kama vile ulivyokuwa jana. Jana ulikuwa kijana zaidi, si ni kweli wapendwa? Alafu unakaribia kufa. Ile siku iliyowekwa ya kufa kwako, si ndio inafanya nini? Wewe furahia tu. Afadhali ungekuwa unahuzunika labda. Lakini sasa unapofurahia mwaka mpya, lakini ukweli ni kwamba unazeeka, na ile siku iliyowekwa ya kwako ya kufa unaikaribia zaidi, na wakati mwingine mipango yako bado hujaiweka vizuri, si ndio? Ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku hata nini? Siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu, yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana visivyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Baba, nakushukuru kwa ajili ya mchana wa leo, siku ya kwanza kabisa ya mwaka 2026, ambayo iko karibu zaidi na unyakuo, na iko karibu zaidi na siku ya kila mtu kuondoka duniani. Baba, tunakutukuza kwa ajili ya siku hii, kwa sababu umetuingiza, na tunakushukuru kwa hilo. Lakini sasa tunaomba macho ya mioyo yetu yatiwe nuru, yapate kuona kusudi lako la kuweka maneno haya katika kitabu hiki kinachoitwa Biblia. Tuyaelewe haya maneno, alafu tuyaishi na tutembee katika hayo. Ninakushukuru Bwana kwa sababu utatusaidia kujua, kuelewa na kufahamu na kuyaishi, ili tuweze kuyafanya mapenzi yako. Baba, libariki neno lako, bariki mioyo ya watu wako wote ambao imewekwa wazi kwa ajili ya kupokea, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, amen. Bwana asifiwe sana. Tumetangulia kusema pale mstari ule wa 7 katika sura hiyo ambayo tumesoma. Neno la Mungu linasema kwamba tuna hazina katika vyombo vya udongo. Hazina katika vyombo vya udongo. Wote hapa nazungumza kifupi sana, lakini wakati mwingine labda unaweza ukapata nafasi ukachanganyua mwenyewe, ukachanganua vizuri kwa njia ya kutafakari. Tuna hazina katika vyombo vya udongo. Sisi wote hapa tumeumbwa kwa nini wapendwa? Kwa udongo. Lakini ndani yetu kuna hazina, kuna utajiri wa ajabu ndani yetu sisi wanadamu ambao tumeumbwa kwa udongo. Lakini tuna vitu vya thamani kiasi ambacho huwezi kuvipata duniani. Duniani vitu vya thamani unaweza kuona kwamba labda ni almasi, unaweza kuona labda ni dhahabu, unaweza kuona labda ni tanzanite,
Unaweza kuona labda ni dola, euro, ng'ombe, mashamba, nyumba, magari, viwanda, ukafikiri hivyo ni vya thamani. Vyote vile vitayeyuka. Kuna siku hutakiona hata kimoja, vitageuka kuwa udongo. Amen. Lakini ndani ya udongo huu wa mimi na wewe kuna hazina ambayo inadumu milele. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana anasema hivi, kwa sababu hiyo basi hatulegei, bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku hata siku. Sasa utu wetu wa ndani ni upi na wa nje ni upi? Wa nje ndio huu tulionao, ambao sasa ndio tunakuona kama fulani, wewe uko hapa na fulani uko hapa na kujua kwa majina yako. Lakini utu wa ndani ambao upo, ule unafanywa upya hata siku. Wa nje hata uogeshe, hata uweke hinjo face, hata uweke manini haya lotion, hata uweke kila kitu ambacho unafikiri kwamba ili uwe vile vile au uwe mdogo zaidi, utazidi kuzeeka na kuzeeka tu na kuzeeka. Kuna watu wengine huwa wanachana ngozi alafu wanazivuta kama ngozi ya ngoma, uso unakuwa kama vile hauna matuta, lakini kumbe mtu ana miaka 80. Hayo nao pia tumeshawaona. Mnanielewa? Sauti huwezi kuitengeneza, sauti ikiwa ya kizee tu, si ndio? Itakuja tu hivyo. Sasa unaweza ukatengeneza huku nje, lakini utu wa nje unazidi kuzeeka. Lakini kuna nafasi kubwa sana kuutengeneza utu wa ndani unakuwa kijana siku hata siku. Mambo ya duniani hapa, wapendwa, ni kinyume na mambo ya rohoni. Dunia inapoenda hivi, rohoni ni hivi. Dunia inapoenda hivi, rohoni ni hivi. Yaani mnapishana vibaya sana. Haleluya. Utu wa nje unapochakaa, wa ndani ndio unafanywa upya. Amen. Sasa unafanywaje upya, ambayo ndio hazina hiyo sasa? Na ni vitu gani vinafanywa upya? Kwa mfano, tufungue katika Luka sura ya 3, sura ya 2 samani, na ule mstari wa 52. Hapo tunasoma habari za Yesu. Anasema kwamba naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na nini? Na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Hiyo ni process ambayo inaendelea. Kadiri mtu anavyozidi kukua katika mwili, anakuwa faida kwa watu. Kadiri mtu anavyokuwa katika mwili, anakuwa na hekima, asipojichanganya na dunia, ulevi au nini. Kadiri anavyozidi kukua, anakuwa baraka kwa watu. Anavyozidi kukua, kama ni mtu anampenda Mungu. Lakini kama mpendi Mungu, anakuwa maudhi, anakuwa ni mkwazaji. Kwa hiyo ina maana kwamba mtoto kimzaa sahihi, kadiri anavyokuwa, kuna mambo yatabadilika. Hasa na sisi tunapozaliwa rohoni, kadiri unavyozidi kukua, unazidi kuwa kijana zaidi. Maanake ni kwamba kama ulikuwa sio mwaminifu, unazidi kuwa mwaminifu zaidi. Kama ulikuwa sio mtakatifu, unazidi kuwa mtakatifu zaidi. Kama umezaliwa upya, kama umezaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu lisiloharibika, unazidi kufanywa upya siku hata siku. Haleluya. Siku hata siku. Kama ulikuwa sio mvumilivu, unaanza kujifunza kuvumilia. Kama ulikuwa na kiburi, unaanza kujifunza kunyenyekea na kushuka chini zaidi. Hasa hayo mambo yanaenda ukiwa mtu mzima rohoni, unazidi kukua rohoni. Mwilini unazidi kuchakaa kweli, lakini kadiri unavyoendelea kuwa mtu mzima rohoni, unazidi kufanywa upya. Sijui kama mnanipata hapo. Hivi mnanielewa kweli, ndugu zangu wapendwa? Haleluya.
Maana yake ni hii. Maana yake ni kwamba zamani inawezekana ulikuwa hufikirii kwamba vitu fulani fulani ni dhambi. Ulikuwa tunajua dhambi ni kunywa pombe, dhambi ni kuvuta sigara, dhambi ni kufanya uzinzi, dhambi sijui labda ni kuwa mwizi. Ulikuwa unafikiri hiyo sio dhambi, ulikuwa unafikiri hizo ndio dhambi. Lakini kumbe kadiri unavyozidi kukua, unaanza kuona vitu vingine pia ni dhambi, unaviacha. Hasa unapoviacha, ndipo hapo unazidi kuwa mchanga, unazidi kuwa kijana zaidi rohoni. Unazidi kuwa na nguvu za rohoni zaidi. Kwa mfano, labda usingeweza kumsamehe mtu ijapokuwa hunywi pombe, huvuti sigara, huvuti bange, sio mchawi, sio mwizi, sio mzinzi, lakini huna uwezo wa kumsamehe mtu akikukosea hata asipokuomba msamaha. Lakini ikifikia mahali ambapo unaweza kumwomba mtu msamaha, au unaweza kumsamehe mtu hata kabla hajakuomba msamaha, huo ni utu uzima sana rohoni. Yaani unazidi kuwa kijana, una nguvu za rohoni. Sijui kama mnanielewa. Haleluya. Lakini mwanzoni usigeona hiyo ni shida. Ndio maana hata sasa hivi unaweza kukuta watu wanapigana, wachungaji kwa wachungaji, maaskofu na maaskofu wanapigana mpaka mahakamani, lakini huku wananena kwa lugha. Sijui mnanielewa wapendwa. Wananena kwa lugha, wanakemea pepo zinatoka, wanafikiri wako rohoni, lakini hawapendani, hawasameheani, wako tofauti, wanasengenyana, wanasemana vibaya. Wanajua tu dhambi wenyewe, dhambi ni pombe na sigara. Lakini kumbe kuna mambo mengine hapa ambayo yana shida. Haleluya. Yana shida kabisa. Manunguniko na malalamiko. Unamnungunikia mama au baba, unanungunikia labda mtoto wako au nani, yani unanungunika. Na manunguniko tayari ni dhambi. Ili wafanya watu wasifike katika nchi ya Kanaani, walifia jangwani. Kuna mwingine tu alimsumbua tu Musa na mke wake. Musa ameoa Mwafrika, Mkushi, Mwethiopia. Mke wa Musa huyo aliyewatoa watu katika nchi ya Misri kwenda Kanaani alikuwa ni Mwafrika yule wa Ethiopia. Haleluya. Lakini wifi yake, dada yake na Miriam, ijapokuwa alikuwa ni nabii, lakini bado akaanza kumsema Musa vibaya. Yaani kaka naye sijui kaoa kamtu kawapi akakeusi, ila ni watumishi wa Mungu wanatembea. Mungu akachukizwa na lile tendo, ikabidi safari simame, akapigwa ukoma. Miriam akakaa chini, akafukuzwa nje ya kambi. Safari ikaahirishwa siku 7, wako wanasubiri Miriam watakasike. Lakini mwanzoni alikuwa haoni kama ni shida. Ni kama vile pia ambavyo sisi hatuoni kama ni shida kusengenyana, hatuoni kama ni shida kusemana, hatuoni kama ni shida kunungunikiana, kulalamikiana. Ni kweli unawezekana unazungumza kitu cha kweli kabisa cha haki. Sasa kitu cha kweli cha haki haikikupi wewe kusema, kama vile ambavyo Miriam alikuwa na haki ya kusema. Hivi alikosaje wanawake kwa Waibrania? Ilikuwaje akaenda kuoa kule Ethiopia? Ilikuwaje huyu kaka huyu kawifi kenyewe ndio haka jamani? Ile ilikuwa ni chukizo kubwa sana mbele za Mungu. Kwa hiyo maneno kama haya yanayofanana na hayo, nakwambia hivi, yapo yanatembea katikati ya watu. Hasa mwaka huu mpya 2026, basi Mungu atusaidie tuwe tunayaacha. Tunazidi kufanywa upya huku kwa upande wa pili, lakini kwa upande huku wa kwanza huu wa nje basi tunazidi kuzeeka, lakini kwa upande wa pili tufanywe upya. Mnanielewa wapendwa? Kuna mwingine anaweza kung'ang'ana tu na mambo ya zamani, kwa sababu ulimwona fulani aliwahi kufanya dhambi fulani, basi tunang'ang'ana na hiyo mpaka leo, bado unamuona vile vile. Fanyika upya basi. Kuna wengine wamesimama kama mahakimu, wanamsaidia Mungu kuhukumu. Na ndio maana Waswahili wamesema kwamba Mungu sio nani? Sio Athmani. Angekuwa Athmani rafiki yangu, sijui kama tungeenda mbinguni wengine hapa. Maana wengine tuliumiza watu kweli kweli hapa. Anajifanya mchungaji alafu anatuambia nini? Huyu alifanya hivi, hajui kama nilishaga tubu. Na Mungu akishasahau hana document ya kukumbuka, anashafuta kila kitu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wewe usisimame mahali pa Mungu, achilia mtu kama mwenyewe amefanya hivyo, achilia tu. Haleluya. Achilia tu.
Hivi ngoja nikupe mfano wa kawaida kabisa kibinadamu. Haleluya. Wangapi walishapoteza mtoto? Akapotea siku 2-3 wanamtafuta hayupo. Baada akaja kupatikana. Si unajisikia vibaya kupoteza mtoto? Okay, hebu tuache, ngoja nikupe mfano mwingine. Uko nyumbani kwako, unashangaa kama una binti hivi. Unashangaa unaamka asubuhi alfajiri saa 11, unatoka nje, unakuta ndio anafungua geti la nje, anaingia kificho. Amevaa kimini kidogo hivi. Wewe mtoto ulikuwa wapi? Anaanza kushangaa na kutekewa pale. Kumbe alikuwa disco, si ndio? Alikuwa wapi? Disco. Amerudi saa hiyo. Unaweza kumtandika, kamchapa kama baba. Na kweli akaingia. Nisikusikia na wala nisikuone. Unakaa siku 2-3 tena anafanya nini? Ameenda. Si ndio? Saa hiyo umeshakuwa mjanja. Leo ni siku ya Jumamosi, ni disco, unaenda chumbani kwake, unakuta wenzake wamelala, yeye hayupo. Fulani yuko wapi? Si hatujui. Unamsubiria na fimbo. Akiingia utamchapa fimbo kweli kweli. Ni kweli si kweli? Haya. Fimbo zinamuuma. Unakaa tena wiki moja, wiki ya pili, wiki ya 3, anachomoka tena anaenda. Huyo binti huyo. Sasa akaogopa kuja nyumbani kwa sababu anajua atapigwa na nani? Na baba. Alafu hayupo. Paka saa 1 unamsubiria kwa hamu aje umtandike, hayupo. Saa 2 hayupo. Saa 3 hayupo. Saa 4 unasaga meno. Kamelala kwa wanaume kule. Unasubiri hayupo. Saa 5 hayupo. Saa 10 jioni, saa 12 labda atakuja usiku, hayupo. Huyu mtoto mzima kweli? Paka saa hii, maana siku akija atanitambua. Siku ya kwanza hayupo. Siku ya pili piga simu yake haipatikani. Hivi ameenda wapi? Tafuta kwa ndugu zako, unapiga kwa shangazi yake, kwa baba mdogo, si kwa kaka yake, kwa nani, kwa kaka yake, hayupo. Utakuwa bado umeshikilia fimbo. Hii mwanangu jamani, sijui aliendaga wapi, sijui ameuawa, hivi na hivi sijui hayupo. Mwaka mzima hayupo. Baada ya miaka 2 anarudi nyumbani, ana katoto mgongoni. Utampiga? Nauliza tu swali, utafani? Utampiga? Sasa mtu kweli inawezekana ameshafanya dhambi kanisani. Mnanielewa wapendwa? Ameshafanya dhambi. Mkachukia, mkakasirika, lakini huwezi kujua kile ambacho yeye amekutana na Mungu kule, amemwomba msamaha labda Mungu wake kule na nini. Sasa na yupo kanisani anaendelea kuja mwaka wa kwanza. Bado tu unashikilia hiyo kitu. Bado unamnunia, bado unamfungia moyo kweli. Na anakuja kanisani. Hivi mnanielewa ninavyozungumza? Utamfungia moyo hata lini? Kama Mungu ndio mtakatifu na ndio bado amemwacha yule yuko hai. Alafu wewe ni nani utamzuia? Ninaposema hivi sisemi kwamba mtende dhambi, lakini nataka kujua, nataka nikuelekeza namna ya kuwa mtu mzima. Bwana asifiwe sana. Kufanyika upya, unakuwa utu wa ndani unafanyika upya siku hata siku. Unazidi kujifunza mambo mengi siku hata siku. Uwezo wa kuvumilia mtu ulikuwa uwezi kuvumilia. Ukikosewa tu umeshaenda kushtaki kwa huyu, umepeleka kesi hapa, umepeleka kesi pale, umepeleka kesi kwa huyu, mtu fulani ananifanyia vibaya, au mke wangu ananifanyia vibaya, au mume wangu ananifanyia jambo hili vibaya. Umeshakasirika kweli kweli. Sasa uwe mtu mzima. Bwana asifiwe sana. Unafanywa upya, vitu vingine meza. Haleluya. Unavichukua ndani ya moyo wako. Mnielewi? Haleluya. Unavichukua ndani ya moyo wako. Huo ndio sasa ndio upya. Unakuwa na nguvu za rohoni za kubeba mambo. Hata kama kuna shida. Hivi ni kuuliza kitu. Wakati ya Yoshua pamoja na Caleb pamoja na wale wapeleleze 10, walikuwa 12 jumla, wakaenda kupeleleza kule Kanani. Mnanielewa wanavyozungumza? Walipoenda kupeleleza wakaona majitu, wana wa Anaki wanafili majitu marefu futi 12. Yaani hapa mimi nilipo ni futi 5 na inchi 9 urefu wangu.
ongeza inchi 3 ziwe futi 6, alafu ongeza tena futi 6 zingine. Ni mtu huyu. Peleka hivi ni futi 3, ni jitu. Alafu ndio watu wanamiliki ile nchi ya Kanani, wanatembea hivi. Nchi imejaa rutuba, iko vizuri mno. Alafu wanaona mkungu wa zabibu. Hauwezi kubeba mtu mmoja. Zabibu sinafai kile kikonyo kile. Wanabeba watu wawili. Haleluya. Ni mzito, nchi imejaa sana maziwa. Hawa wengine 10 wakarudisha taarifa kwamba Bwana, tumeona kule majitu makubwa mno. Sisi wenyewe tukajiona kama nani? Mapanzi. Lakini Yoshua na Caleb wakasema hapana, wale watu ni chakula chetu. Je, hawa walikuwa na macho makubwa kuliko hao wengine au ni vipi? Mnanielewa wanavyozungumza? Hawa watu walikuwa hawana macho makubwa, ile waliliamini neno la Mungu kwamba Mungu hawezi kututoa kule alafu aje kutuacha tukaangamizwe na watu hawa. Wakasema hawa watu mnavyowaona, pamoja na kwamba ni warefu, ni wakubwa, ni chakula chetu. Wakaanza kuwatia moyo. Hao nako wachukua mawe, waongo wakubwa, majitu marefu hivyo futi 12, watatuua. Wakachukua mawe kutaka kuwapiga. Mungu akakasirika. Ni kwamba hawa watu wako mwilini, alafu wako ni watoto, hawajajua ahadi za Mungu zilivyo. Alafu hawa watu ni kama vile wameshakuwa, wanaona ndani ya mioyo yao kuna upya ambao unaendelea. Hasa vile vitu ndio vinaitwa hazina katika vyombo vya udongo. Kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu. Haleluya. Vitu hivyo ndio vinaitwa hazina. Kuwa na upendo na mtu. Hivi utampendaje mtu ambaye unampenda? Ni lazima umpende mtu yule ambaye analeta shida. Mtu ambaye analeta shida, ambaye umpendi, ukimpenda, hapo ndio unapata credit za kutosha, ndio unapata marks za kutosha. Kwa mfano Mathayo sura ya 5. Mathayo sura ya 5 mstari wa 43. Mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni nani? Waombeni nani? Wanaowaudhi. Kinyume kabisa na utaratibu wa kidunia. Huyu ni adui, lazima nimchukie, ni adui yangu huyu. Lakini unaambiwa mpende. Na hili neno la Yesu talikataje sasa? Na wao ndio wanaitwa muumini. Muumini wa nini? Wa kuamini maneno ya Mungu. Sisi ni waumini. Waumini wa nini? Wa Biblia. Na Yesu ndio amezungumza haya. Hasa unatakiwa uyaamini hivyo. Amen. Kwamba mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Ulisikia wapi? Ni Agano la Kale. Lakini Agano Jipya anasema hivi, lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Ukitaka kwenda mbinguni, fanya hivi. Sasa utafanyaje kama hazina haipo? Haleluya. Yaani ngojeni niwaambie, usiseme tu Mungu nashukuru mimi nimeingia mwaka mpya. Sasa umesikia haya, una kibarua cha nani ana adui hapa? Nani ambaye ana adui? Ambaye kuna mtu ambaye huwa anamuudhi, hampendi, mkono juu. Nyewe mnaishi vizuri. Yaani hamna maadui. Kama mnadanganya ndio mnaongeza kazambi kengine. Shauri yenu. Kama mnadanganya shauri yenu. Hata mimi hapa nina struggle na mambo. Nataka nimpende yule mtu ambaye ananiudhi, nimuombee kabisa, nipige magoti Mungu. Kuna wakati unafika kabisa ni lazima umuombee. Ili ukitaka kuwa mwana wa aliye. Wewe unafikiri utaenda mbinguni kwa sababu tu uliongoza sala ya toba? Hakuna kitu kama hicho. Sala ya toba ni kuandikishwa shule. Kuendelea na madarasa ni kupambana. Haleluya. Kuendelea na madarasa kutoka darasa la 2 kwenda la 3, la kwanza kwenda, ni mitihani ipo, ni kupambana. Sasa kwa mfano kama hii anasema hivi, mmesikia kwamba umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu. Huyu ni nani anazungumza wapendwa? Anatutania eti? Anasema kweli. Waombeni wanaowaudhi. Kuna watu wangapi wanatuudhi leo? Alafu upige magoti umuombee. Ili iweje? Ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni.
Maana yeye huyu Baba huwaangazia jua lake waovu na nani? Na wema. Huwanyeshia mvua wenye haki na nini? Na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru. Je, hao hawafanyi hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, yani kwa wale mnaowapenda, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama mkiwaombea wale wanaowaudhi. Kama mkiwapenda wale maadui zenu, ndipo mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo nani? Alivyo mkamilifu. Ndipo tunafika hapo. Sio kila siku nataka kufanana na Yesu. Aliwapenda adui. Na unataka kufanana na nani? Huyo Yesu unayemwomba. Nataka kufanana na Yesu. Aliwapenda nani? Aliwaombea wale waliomuudhi. Na hata wakumwomba msamaha. Bwana, tumekusulubisha bure. Lakini Baba akamwambia Baba, wasamehe hawa kwa sababu hawajui nini walitendalo. Una hazina ambayo, yani vitu kama hivyo vikwepo ndani yako, vitakupa sifa ya kuishi na Mungu milele. Tena hivyo vitu huwa vinafanyika wakati ukiwa katika udongo huu. Ukitoka katika udongo huu, huwezi kupata hivyo vitu. Ukiwa katika roho peke yake, utakuwa kama shetani. Maana shetani alipokosea, amekosea, hata atubu vipi hawezi kusamehewa. Maana alikuwa katika roho. Roho ina akili kweli. Unajua ukiwa katika mwili sasa hivi kuna privilege, kuna upendeleo fulani. Kuna upendeleo fulani hivi unaweza kupewa. Kwa sababu unaweza kuzugwa na pombe, sijui na madawa ya kulevya akili kama. Sasa ngoja nikuambie siri. Siku ukifa akili inakuja timamu vibaya sana. Utakumbuka kila kitu. Siku utakapokufa ndio utajua mimi nina akili. Achana watu wanaitwa maprofesa sijui na masters. Hizo masters rafiki yangu ni za jiografia na hesabu. Hazisaidii kitu rohoni hata dakika moja. Maneno yote ya Mungu ambayo umewahi kuyasikia yanakuja live, alafu na akili timamu, alafu unataka kutubu, huwezi kutubu kwa sababu katika roho. Sasa ukiwa na mwili huu una upendeleo wa kujirekebisha. Una upendeleo kabisa wa ziada wa kujitahidi saa hii. Hata kama ukifeli ukiomba msamaha unasamehewa sasa hivi. Ukifanya dhambi, Mungu wangu nisamehe, unasamehewa sasa hivi. Lakini ukishatoka katika mwili huwezi kusamehewa hata ufanyeje. Ndio maana anasema baada ya kifo tu ni nini? Ni hukumu. Kwa hiyo kwa maneno mengine, ukiwa na mwili huu mwili ndio mtaji wa kutengeneza ufalme wa mbinguni. Muangalia pale katika Wakorinto wa pili nafikiri, wa pili sura ya 5. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 9. Kwa hiyo tena, ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa, twajitahidi kufanya nini? Kumpendeza yeye. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda. Kwa nini? Kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au ni nini. Kwa hiyo huu mwili ni mzuri sasa hivi, ni mtaji wa kukupeleka mbinguni au ni chambo cha kukupeleka motoni. Full stop. Ni chambo. Si unaelewa chambo? Wale wanaovua samaki ziwani wanawekaga panzi kwenye ndoano, ile ndio chambo. Kwa hiyo huu mwili ni chambo cha kukupeleka motoni, lakini pia ni mtaji wa kukupeleka wapi? Kupitia maisha ya unapokuwa katika mwili, unakuwa na upendo, unampenda adui, unasamehe, unakuwa ni mtu mwema, fadhili, mtakatifu, mvumilivu, mwaminifu, unatunza maagano. Haleluya. Yani unapokuwa na mambo hayo, hiyo ndio hazina itakayokufanya wewe survive milele na milele. Sasa unapopitia katika mambo hayo kuna maumivu. Sasa yale maumivu wewe unayabeba. Hapo ndipo unapoambiwa kwamba unabeba msalaba. Unatengeneza nini? Una protect ile hazina. Unaikana nafsi, alafu pia unabeba msalaba. Unatunza ile hazina isiharibika. Unapigwa shavu la kulia, unageuza na kushoto linapigwa. Unanyang'anywa joo, unampa na kanzu, unafanya nini?
unampa. Hiyo yote ni nini? Unatunza ile hazina isije kaharibika, kwa sababu kuna siku utasimama mbele ya kiti cha hukumu, utadhihirisha yale matendo yako yote uliyofanya katika mwili. Sasa usifurahie tu kuingia mwaka mpya, furahia kupambana ili uzidi kuwa kijana, yani ufanywe upya siku hata siku. Kuna vitu vingine ambavyo ni lazima ubadilike. Kwa mfano, tangu umeokoka mpaka leo, mfano tu, kila sadaka unatoa tu buku kila ukienda kutoa sadaka unatoa shilingi ngapi? 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Ukitoa huna change unalaumu sana, kumbe nimetoa 5000. Mungu wa mbinguni, unajilaumu. Wangapi walishaka jilaumu hivyo, natoa kisirisiri, wanaangalia wanafikiri 1000 kumbe ni 5000. Kwenda kuangalia kumbe nimetoa yote hii. Unajua nasema hivi kwa sababu mimi najijua. Kuna wakati nilikuwaga hivyo, mnanielewa ninavyozungumza, lakini hivi mimi nitakuwa hata lini? Nitatoa sadaka ya kawaida hata 10,000 au 20,000 au 30,000 au 40 au 50 au hata laki, sadaka ya kawaida tu, sio fungu la 10 au labda sio zaka, au labda sio sehemu ya mapato katika mapato yangu, wala sio mchango wa kuchangia vitu fulani. Sadaka tu ya kawaida unaenda kutoa tu shilingi 20,000, sadaka tu. Yani sasa hiyo utakaa hivyo hata lini? Hiyo ni upande moja. Alafu pia kuna vitu vingine lazima ukue. Kwa nini kila ukipata tatizo na mtu unaenda kumsimulia mtu? Kwa nini usikae na Mungu kumsimulia Mungu? Na unapokaa na Mungu na msimulia Mungu, yanaitwa hayo ndio nini? Maombi. Mnanielewa wapendwa? Mtu amekukorofisha hapa, mmekwazana hapa, wewe unakimbia kwenda ndala. Mwenzangu hivi na hivi, hivi na hivi na hivi. Afadhali upige magoti ukimbie uende wapi? Mbinguni. Bwana, imekuwa 1 2 3, Mungu hivi na hivi na hivi. Sasa unapokwenda kwa mtu, huo ndio unaitwa usengenyaji. Usifikiri utapona, kwa sababu mentality zetu tunafikiri dhambi ni pombe, sigara, uzinzi. Hata kule tu kwenda kusema mtu habari mbaya, tayari hilo ni tatizo, ni manunguniko, ni malalamiko. Watu walikufa jangwani, kauliza kina Kora, ardhi ilipasuka, wakaingia ndani, wakafa, wakaishia mle ndani. Haleluya. Imeandikwa kwenye Biblia. Hatuna muda wa kutosha wa kusoma kila andiko. Kwa nini kila kitu walalamike? Kwa nini kila mtu, kila kitu tu, kitu kibaya unaenda kumwambia mtu? Kwa nini usimwambie Mungu? Au kwa nini usiwe na ujasiri wewe wa kumwambia, ndugu yangu, nimeona umefanya hiki kitu lakini sio kitu kizuri mpendwa, kwa kweli jitahidi. Akutukane, akudharau, bado wewe piga magoti. Acha kupeleka maneno kwa mtu. Mnanielewa ninavyozungumza? Huo ndio utu uzima. Huo ndio kufanywa upya siku hata siku. Hata utu wa nje unapozidi kuchakaa, lakini wa ndani unazidi kuwa upya. Unaanza kugundua hata errors ndogo ndogo ambazo zinajitokeza, hata mawazo machafu tu. Kuna watu wengine wanachukia watu kwa mawazo. Yani huyu, yani fikiria, mtu amejivalia nguo zake vizuri, amejitengeneza nywele zake vizuri, muone nywele zake, haja kukosea. Hivi hiyo ni akili ya wapi? Hivi ni akili ya wapi hiyo? Hebu mwaka huu wapendwa ubadilike. Bwana asifiwe sana. Hela si ya kwako, haja kuomba, ametengeneza nywele zake, alafu wewe unampondekezea hapo. Hakuna mtu anayekuona anakufikiri wewe ni dada tu mzuri tu wa kanisani, lakini kumbe ndani ya moyo kumeshachafuka siku nyingi. Fanywa upya basi. Yako mavitu tu mengi yasiyofaa. Haleluya. Mambo mengi tu yasiyofaa yapo mengi. Vumilia basi. Wakati mwingine unapita katika hali ngumu. Haleluya. Hivi ngoja niwaambie kitu. Biblia inasema kwamba katika siku za mwisho kutakuwa na manabii wangapi? Wa wapi? Wa uongo wangapi? Wengi. Hivyo umepona wewe? Hao wanaotafuta wateja, hao manabii
wa uongo walio wengi wametapakaa dunia nzima, kwenye TV, kwenye redio, kwenye vitabu, mitaani. Kwa nini? Wengine wanatembea na mafuta, wengine chumvi, wengine maji, wengine sijui maudongo ya upako, wengine kokoto za upako, wengine hivi. Umepona kweli wewe hapo ulipo saa hii? Hujawa mteja moja wapo? Utawajuaje? Utawajuaje? Na wewe uko luzi kiasi hicho, utapewaje taarifa na Roho Mtakatifu? Na wewe Roho Mtakatifu umeshamweka pembeni, unamwona kama hana akili, hana uwezo wa kukujulisha mambo ya Mungu. Ndio maana watu wengi saa hizi hawana haja ya kujazwa Roho Mtakatifu, na hata wale waliojazwa hawana haja ya kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini ajabu ni kwamba manabii ndio wanazidi kuongezeka, maasi yanaongezeka, manabii wengi wa uongo wanazidi kuongezeka. Utaponaje usihudumiwa na wao? Na ukuhudumiwa na wao ukisha habari yako. Maana wale wana mission kamili, wametumwa na shetani kwa ajili ya kukuharibu wewe ili uangamie. Utamezwa hapo hapo. Angalia pale kwenye Mathayo. La. Bwana asifiwe sana. Kwenye Mathayo sura ile ya jamani, kuna vitu vingine vinakuja hata sijajua ni wapi. Pale watu wanasema kwamba wamekuja wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kumbe ndani ni wapi? Ni sura ya ngapi? Mathayo ya 7 mstari wa 15. Asante sana. Asante ndugu yangu. Jihadharini manabii wa uongo na watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika miibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Manabii wa uongo wote wana misheni zao, wametumwa na adui kukupoteza wewe mtu wa Mungu. Hiyo ndio wanatenda hiyo. Ndio maana mnatoa hela, hawataki kutoka bure. Wanafanya kazi ya shetani, lakini wewe unampa hela. Ugonjwa wako ni mkubwa sana huu mpendwa, leta 2 milioni tukuombee. Wangapi walishaga nunua mafuta ya upako kwa hela? Mikono juu. Au walishapewa chumvi za upako kwa hela, mafuta kwa hela, maji kwa hela. Wale wana misheni zao, wakati Biblia inasema kwamba mmepewa bure, toeni nini? Ukishaona tu mtu anakutangulizia hela kwenye maombi, ujue yule ni hatari. Ni hatari. Kasome habari za Gehazi na Elisha. Elisha alimwagiza yule mtu akatumbukia katika mto ule wa Jordan. Alipotakasika akachukua mali kumpelekea Elisha kakataa, akasema ondoka hapa na mali zako, kamtolee Mungu wako kule unakojua. Mtumishi wake Gehazi akaona hapana, huyu mzee amepitwa na wakati nini? Yaani sisi tunahangaikaga hapa tunalala njaa, alafu tena anaacha hela zinaondoka hivi. Na mtu alikuwa jemedari wa majeshi ya Sham. Ikabidi amfuate kisirisiri huku nyuma, akaenda kuchukua mali zote zile alizokuwa anataka kutoa kule, akazichukua kapeleka nyumbani kwake. Lakini kumbe alipokuwa anachukua, huyu anaona maono, anaona video nzima, clip nzima inavyoendelea, mpaka aenda kuficha. Akamwambia, sasa ukoma wa Naaman umekurudia wapi? Wewe na ukoo wako. Unapokwenda kwa manabii wa uongo, sio kwamba unajiangamiza wewe tu, hata na watoto wako na familia yako nzima. Ndivyo ilivyo mambo yalivyo. Sasa utaponaje kama utakuwa loose kiasi hiki? Humpendi Mungu, ibada zenyewe za kudanadana, Christmas mpaka Pasaka, Jumapili ndani umechoka, umekaa tuna video unaangalia Mayanga na Simba, unaangalia mamovie huku, huna hata na kiu ya Mungu na njaa ya Mungu, una mambo yako tu ya TikTok, labda wakati mwingine una mambo mengi tu ya kuyafanya wewe mwenyewe tu. Hivi unawezaje kukwepa web? Mtego wa shetani utaukwepaje?
na mtu uko mwepesi kiasi hicho, neno lenyewe liko mbali na wewe. Ibada ikianza, mzee naye amechelewa, huyu anahubiri amechelewa, anachelewa huyu mno bwana, anatuchelewesha, afadhali tungeondoka. Okay. Biblia huna, hata ile kwenye simu uliojiwekea husomi. Nyimbo za kwaya ndio yale maginjanginja. Anayekuimbia nyimbo za gospel nywele kama mchicha hivi juu. Ni roho ya dunia iko mle ndani. Afu anaigiza dunia. Hivi kweli utaponaje? Hebu tamani kufanywa upya mpendwa. Wacha mwili uzeeke, kweli umeongeza siku. Ninamshukuru Mungu, mwaka huu uliopita nimetimiza miaka 70 plus. Bwana asifiwe sana. Miaka 70. Sasa hivi niko 70 na kitu. Ninaendelea. Sasa nisingetamani kabisa nirudi katika ule upuuzi kule wa utotoni. Hebu hesabu yale mambo yote ya mwilini ni ya kitoto. Anza kuwa mtu mzima rohoni. Paulo akasema hivi katika Wakorinto sura ya 13, ile Wakorinto wa sijui ni wa kwanza sijui ni wa pili. Wakorinto wa pili Wakorinto wa kwanza sura ya 13. Kuna sentensi moja alisema hivi, mstari ule wa 11. Nilipokuwa mtoto mchanga na alisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Tutoke hapo katika utoto, tuyabatilishe mambo ya kitoto. Unaweza kuniambiaje unampenda Mungu wakati umetokomea kabisa katika Yanga na Simba? How comes? Na Biblia inasema kwamba anayekuwa rafiki wa dunia ndio adui wa nani? Inawezekanaje unaweza kuahirisha hata kwenda kanisani kwa sababu ya mpira? Hata mtu mmoja kule kwenye Yanga hata akujue wewe unaitwa nani huku Shinyanga. Afadhali ungekuwa mshabiki wa Yesu, basi hata Yesu anakujua. Au ungekuwa mshabiki wa Roho, hata Roho Mtakatifu anakujua. Hata mshabiki wapendwa, na waambia kweli, mimi sijui mchezaji hata mmoja wa Yanga wala wa Simba. Naonaga tu jamaa mmoja anaitwa anaitwa nani? Anaitwa nani? Yule mwenye midomo miekundu hapa. Nani? Niliwahi kumwona tu kwenye mtandao siku moja. Hata sasa hivi sijui, kwanza hata sijui alikuwa anachezea timu gani. Mungu ni shahidi, sielewi. Na kabla ya pale niwaambie hivi, mimi nilikuwa mshabiki sana. Na nilikuwa nina uwezo wa kukaa naangalia mpira mpaka ninafurahia. Hata nikienda ugenini kwa nchi za watu, naenda sebuleni mwenyewe natafuta challenge kwamba nataka kuangalia World Cup, naangalia hivi. Lakini huko na hivi, mimi ni mchungaji kweli jamani? Yaani mimi naangalia mpira hasa muda huu, si ningeombea hata watu, lakini mpira unapiga chote. Lakini yes, lakini hivi kweli mimi ni mchungaji? Yaani niko hapo ni kwa mshabiki. Lakini hiyo kitu ilikuwa inanitesa. Natamani kuacha utoto, huo ni utoto. Lakini imekuja kunisaidia, nina miaka kadhaa sasa hivi. Sijui mchezaji hata moja. Nasikiaga tu wale Messi na Ronaldo. Hata sijui wanachezeaga timu gani mpaka leo. Nasikiaga tu kuna Messi, kuna Ronaldo, kwa sababu watu vijana wanawasema sema. Lakini sijui wanacheza, sijui hata wapo, kama wamekufa sijui. Sasa ni mambo ya kitoto. Huwezi kupenda dunia kuliko Mungu. Na wewe eti una mission na kwenda mbinguni. Una kiapo, una agano la kwenda mbinguni ulipotubu ile sala ya toba. Inawezekanaje? Leo hii unaweza kuwa mpenzi wa movie The wa Filipino. Inawezekanaje? Anyway, sasa kwa sababu umesikia haya, anza kujitoa kule taratibu taratibu. Haleluya.
Anza kusema Mungu, nataka nitoke hapo, na Mungu atakusaidia kama alivyonisaidia mimi. Mimi nazungumza ya hali yangu niliyokuwa nayo mimi. Kuna watu ambao nilikuwa siwapendi, lakini nikajilazimisha kwa nguvu tu, najilazimisha kwa sababu alinikosea mambo kadha wa kadha, aliniudhi, lakini injili kanisaidia. Hivi nifanyeje Mungu? Afu baada anasema mimi siwezi kuwa mnafiki, kama nimemchukia tu. Huwezi kuwa mnafiki. Sawa, huwezi kuwa mnafiki, lakini nikajilazimisha tu, naenda kumtembelea, napeleka na zawadi, alikuwa mgonjwa, nampelekea matunda, nampa na hela, lakini huku baadaye nikaanza kuja kumwombea, nikaanza kuombea, na lazimika tu kuomba, lakini sipati channel ya kupenya rohoni. Nilipoanza kupenya nikaanza kuona wivu. Akibarikiwa aje? Inakuwaje haya mambo? Sasa akibarikiwa, maana unajua wapendwa, wako na maombi ukiomba unajua haya yamepiga. Sijui kama mlishawahi kuinda. Tatizo umezaliwa mjini wote. Wakati sisi tunawinda, hata kama una upinde, ukiutupa kichakani, ukipiga ndege mle ndani, kuna siku kuna hey. Kama ukipitiliza na unajua umefanya nini? Sasa kuna maombi ambayo ninaamini kabisa nikiomba ile limefika na lazima litajibiwa. Najua yes. Lakini unaweza kuomba alafu hujibiwi, lakini unaendelea kuishi tu. Hivi ulishawahi kuombea chakula ukasubiri kibarikio ndio ule? Sasa Mungu Baba, bariki chakula hiki, kitakase, kitie nguvu, amina. Unaanza kula. Unakisubiri kifuniko na utukufu wa Mungu, alafu ndio uanze kula. Maana si unasubiri majibu. Si umeomba tu mradi. Tena saa zingine unaanza kula. Hivi tumeomba au bado? Maombi ya jisio yapo. Mlikuwa mnamcheka huyu jamaa anasema naomba sala ya Bwana. We twanga tu baba mara 7. Ila eze itabi wewe uliokuwa naomba sala ya Bwana mara 7, mkono juu, uko wapi? Tuonane baadaye. Nikuone inbox. Yaani hiyo haipo hata kwenye Matendo ya Mitume, wala haipo hata kwenye Agano Jipya, wala haipo hata kwenye Agano la Kale. Ila tu ana moyo mzuri. Unajua ana moyo nini? Mzuri. Maana anasema ngoja nimuombe. Hajui anaomba hapo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe, unisamehe dhambi zangu. Mara ya kwanza hiyo. Baba yetu wa mbinguni. Ila na moyo mzuri bila kupa eko. Kuna watu hawaombi wanalala. Kwa taarifa yako nikwambie, kwa imani ile Mungu anakutetea. Ila tuonane inbox. Wapendwa, narudia tena, vyombo vya udongo ndio sisi. Kuna hazina, tunda la Roho likikaa ndani: uvumilivu, kusamehe. Bwana asifiwe sana. Unyenyekevu, uaminifu, utii, uadilifu, upole, kweli, haki, ustahimilivu, kuachilia, kuacha manunguniko, kuachilia watu. Yaani hivi, hapo ndipo unapofanywa upya siku hata siku. Kuna vitu vingine ambavyo utaanza kuvigundua. Utaanza kuvigundua tu. Yaani Roho Mtakatifu ni waajabu sana. Anaweza kukuambia hata nguo ya kuvaa, utashangaa. Utasema mchungaji naye anazungumza nini? Atakwambia leo tuvaa nguo hii, usivae hiyo. Ana maana yake. Tatizo ni kwamba hatujawahi kusikia kuongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ana mambo ya ajabu kuliko unavyofikiria. Anakuongoza akutie kwenye kweli yote. Atakwambia hata vitu vya kufanya. Atakuepusha hata vyakula vingine ambavyo labda vimewekwa sumu pasipo wewe kujua. Mnanielewa wapendwa? Yaani kuna mambo mengi Roho Mtakatifu anayo, ile kwa sababu tumeshakaa mbali na yeye tunakosa. Kwa hiyo Wakristo wengi wataenda duniani ni kindergarten, wataenda mbinguni ni kindergarten. Nikisema kindergarten ni chekechea. Mabilioni wa Kristo wataingia mbinguni huenda, lakini wote ni nini? Ni chekechea. Yaani hawajui mambo, ila ni binadamu. Ni binadamu tu. Hawajakuwa.
Lakini kuna wengine wameshapata nafasi ya kukua, wameacha kukua, wanaona mbona tuko kawaida tu. Hapana, sio kawaida, soma neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, nisipotezee muda mrefu, lakini ukweli ni kwamba mwaka mpya tunaingia, utu wetu wa ndani ufanywe upya. Kwa mwaka mpya ufanywe upya. Hata kama huu wa nje unazidi kuchakaa, usiogope. Kuna utu upya ndani unafanyika upya siku hata siku. Unatengenezwa, unapata max nyingi zaidi, unapata credit za kuweza kuishi na Mungu katika ufalme wa mbinguni. Katika wingi wa miaka yako kanisani ndio utazidi kufanyika upya na upya. Utakuwa na neema kubwa kubwa zaidi na zaidi. Utajifunza mengi unavyozidi kumpenda Mungu. Kiu yako na shauku yako na hamu yako ndio itamshawishi Mungu kukutembelea na kukufunulia mambo. Njaa yako na kiu na shauku. Maana Biblia inasema kwamba heri mwenye njaa na kiu ya haki, maana utafanya nini? Atashibishwa. Kwa hiyo njaa yako ya kumtaka Mungu, kiu yako ya kumtaka Mungu, hamu yako ya kutaka kuwa na Mungu na shauku itamshawishi Mungu kujifunua kwako. Lakini ukikaa tu kimya tu, unakuja tu leo ni kanisani bwana, ni mwaka mpya tunaenda tu kushukuru Mungu, rafiki yangu, hutafika popote. Hutafika popote. Utaanza kusema tu bana nilikuwa naomba, nilinatoa pepo kwa jina lako, sijui inakuaje. Sio hivyo. Kwa hiyo wapendwa, ninaomba tusimame tumshukuru Mungu kwa ajili ya maneno haya. Kila moja kabisa amuombe Mungu serious. Kuanzia sasa hivi uweze kumshukuru Mungu. Yaani uweze kuanza kubadilika, uweze kuwa mtu mpya ndani. Umri wacha uende, kwa sababu miaka haiwezi be rewinded. Miaka inasonga, lakini utu wa ndani una uwezo wa kufanya upya, lakini wa nje unazidi kuchakaa. Haleluya. Tuimbe wimbo alafu tumshukuru Mungu.